kuna furaha nyumbani kwa Baba, kuna ufahamu nyumbani kwa Baba, kuna hekima nyumbani kwa Baba, kuna msamaha nyumbani kwa Baba, kuna vitu vyote nyumbani kwa Baba. Oh, twende nyumbani kwa Baba, 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 oh, twende nyumbani kwa Baba. What amazing love that we have, a home and a refuge that we can run to even in the times of weariness, brokenness. Lord, we have you in our lives. Asante, tunaye Baba juu ya yote, Baba muweza, Baba kimbilio. Asante Bwana, hata kwa mchana wa leo watu wako wanapokukimbilia wakapate nafasi ya ushindi, nafasi ya uzima, nguvu mpya, maana anayelitia jina la Kristo ataokolewa. Nakiri Baba, mchana wa leo ikawe ni mchana wa utofauti, watu wako wakifungua mioyo yao, wakikubali wito wako, wakikubali kurejea nyumbani, jinsi mwana mpotevu aliporejea, alipata kwamba ameandaliwa yaliyo mema, akawarejeshwa hata kwa nafasi yake, akapewa mamlaka, akapewa nguvu mpya, akavikwa upya. Hata mchana wa leo Baba, ninakiri urejesho huo. Let it be a homecoming as your people repent and turn back to you, O Holy Father, that you may set them free, you may sanctify their lives to be vessels for your glory and vessels for your honor. Asante Bwana kwa mtumishi wako, asante kwa neno lako, asante kwa watu wako wanapolipokea, na asante kwa roho wako anayelitekeleza. Baba, unapolitekeleza likatimie kwa maisha ya watu wako mchana wa leo. Asante kwa wokovu mkuu, ushindi, hata urejesho ambao unatimia mchana wa leo. Sifa, heshima na utukufu Baba zikakurudie. In Jesus name, amen. Karibu tena na kukaribisha, jipe sehemu kaweze kukaa unapoandaa kusikiliza neno la Mungu. Fungua moyo wako. Nakaribisha mtumishi wa Mungu. Karibu mtumishi Pastor Melvin, karibu sana. Amen. Asante sana Pastor Kelvin. Mungu akubariki. Nawakaribisha pia wote kwa uwepo wa Mungu tunapoenda kujifunza neno. Najua utabarikiwa. Yes, thank you Jesus. Asante Yesu. Namshukuru Mungu kwa siku njema ambayo ameifanya, sababu sio jambo la kawaida kuona umeona siku nyingine. Naomba Mungu akawatie nguvu wale waliopoteza wapendwa wao. Ni jambo la kuhuzunisha sana. Unaona jamii nzima inapotea, mtu ana watoto, jamii nzima, watoto, mama, mke. Ni jambo la kuhuzunisha. Mungu awatie nguvu. Ijapokuwa maisha haya mambo yako hivyo, lakini Mungu awatie nguvu. Ndio maana tunamhitaji Mungu, kwa sababu Mungu ndio nguvu yetu wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo ndio ukweli, Mungu ndio nguvu yetu. Waga nawaambia kila siku, anything can happen anywhere anytime, na hatuwezi kuzuia, na mambo hatuwezi kuzuia, ila kitu kile cha maana ni kujiweka sawa, sababu wale wamemaliza safari yao, wewe yako na yangu inatungoja. Hayo sio mambo ya kuogopesha sana, japokuwa tunapokuwa kwenye mwili tunaonaga kama ni jambo kubwa sana, lakini hayo ni mambo ya kawaida katika maisha haya. Lakini swali la maana ni kwamba safari yako wewe utamaliza vipi? Utamaliza na Mungu, kwa sababu hujui ni nini kitakupata. Mwingine atalala hataamka, mwingine labda ataugua, atakuwa tu mgonjwa katika kitanda chake, uwe ndio mwisho wake. Unajua ni mambo yapo, hata najua ni jambo linahuzunisha, na mara nyingi watu hawapendi kuongea mambo ya kuhuzunisha au vile mambo yapo. Lakini unaona hata tukiongea ama tusiongee ni jambo liko. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo liko, tuongee tusiongee.
Biblia inasema hivi, waliokufa hawana ufahamu wowote wa mambo yanayoendelea duniani, lakini walio hai wanajua kwamba watakufa. Kwa mtu aliyekufa ndio Mungu anajitanisha na watu walio hai, ili hao watu walio hai, walio na uzima, wakatubu, wakamrudie Yesu, wakaokoke, ili maisha yao yawe salama. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unaona kila siku tuko hapa. Tuko hapa si kwa sababu tunatafuta sadaka, si kwa sababu tunatafuta pesa, sio kwa sababu hatuna kazi ya kufanya. Mara nyingi unajua watu wanaonaga kama watu wanapokuwa consistent kwa injili ni kama watu hawana kazi ya kufanya. Wengine unaona wanapobeba speaker, kupanga hizi waya, kuja kuhubiri, wengine wako na profession zao. Wengine ni walimu, wamefanya kama ni makompyuta, wengine ni maproducer, yani watu wana profession zao. Wengine ni watu hata wanafanya kazi hata kwa serikali. Kwa hiyo usije ukaona tunahubiri kwa sababu tunafanya nini? Tuwatafuta pesa. Hapana. Kama ni hiyo akili uko nayo, sahau, na pesa yako usiitoe. Tuko hapa tukuambie kuhusu habari ya Yesu. Sababu pesa zaweza potea, utajiri una mwisho, dunia ina mwisho, mwili una mwisho, kila kitu kina mwisho. Lakini ambaye ana Yesu Kristo ana uzima wa milele. Mpe Yesu makofi. Kwa hiyo unapojua hiyo njia, hakika na kuhakikishia hautaogopa hata kifo, hautaogopa hata magonjwa, hautaogopa hali yoyote, kwa sababu uko na Yesu. Nataka niendelee ujumbe ambao nilikuwa nafundisha jana. Nataka kuuendeleza na uhakika najua utabarikiwa. Nataka tuendeleze ujumbe. Jana nilikuwa nasoma kuhusu kingdom requirement, yani hitaji ya ufalme, kile ambacho Mungu anataka kwetu. Sababu unajua, nikawa nakwambia hamna kitu cha maana kama mahitaji. Kila kitu tunachofanya kina mahitaji yake. Ukioa mke ana mahitaji yake, ukiwa na mme ana mahitaji yake, ukiwa na watoto wana mahitaji yao, ukifanya kazi iko na demand yake. Kuna mambo usipoipa hiyo kazi haitasimama. Kuna vitu usipofanya, ni kama unafanya biashara alafu ukue unakula mpaka profit, hiyo biashara haiwezi kuwa. Lazima udifferentiate, ujue hii ni profit, hii ni ya kukula, na hii ni ya kuendeleza biashara. Bwana Yesu asifiwe. Everything iko na requirements, iko na kile kitu ambacho kinahitajika. Huu mwili wahitaji mavazi. Ukitembea pasipo mavazi, watu watasema we ni wazimu, umeruka kichwa. Hili tumbo liko na hitaji. Ukikaa usile utakufa. Ukikaa useme ukiona watu saizi wanatembea wako hai, kila mtu ni kwa sababu waga anakula, anakutana na mahitaji ya tumbo. Otherwise ukisema hautakula utakufa. Ndio anakuambia kila kitu kina mahitaji yake. Huu mwili ili uwe na afya kuna mahitaji yake, kila kitu. Sasa hivyo hata katika ufalme wa Mungu kuna requirements. Na ndio jana nikawa tunajifunza kuhusu hawa wanawali 10, the 10 virgins, ambao 5 wao walikuwa wana ufahamu na 5 wao walikuwa hawana ufahamu. Biblia inasema the 5 of them were wise and 5 of them were foolish. Sasa nataka leo nianze na kukueleza Yesu alikuwa anaeleza huu ujumbe wote hivyo kwa nini. Alikuwa anatoa mfano wa hawa wanawali 5 walio wapumbavu na hawa 5 ambao ni wise. Kwa nini alikuwa anatofautisha? Alikuwa anaeleza hivi, alikuwa anaongea kuhusu hivi, the 10 virgins wana represent watu wa aina mbili. What the 5 foolish virgins inaonyesha wale watu ambao hawamjui Mungu, wale watu ambao hawajaokoka, wale watu ambao wapendwa hawajajuana na Mungu. It is a parable Yesu alikuwa anatoa ikirepresent kitu kwa maisha haya. The 5 wise ni wale ambao walikuwa wanamjua Mungu. No wonder you see kwa maisha yao walipokuwa na taa walitafuta mafuta ili taa isije kazimika. Ni watu ambao walikuwa wanajua taa zetu haziwezi kutusaidia pasipo mafuta.
Na sasa ndio nikawa nakwambia kuhusu mafuta ina represent Holy Spirit. Leo nitakuwa nafundisha huo ujumbe kwa undani zaidi. Naomba Mungu anisaidie na wewe Mungu akusaidie ili uelewe. Hasa angalia, hawa 5 ambao walikuwa foolish ni wale watu ambao wako hapa duniani. Mungu amewapa maisha kwa sababu hata wao the foolish ones walikuwa na taa. Unaona, Mungu waga anakuwa ametuprovidea wote, ametupa equally everything. Ndio unaona the 5 foolish walikuwa na taa zao lakini hawakutafuta mafuta. The 5 ambao walikuwa wise walikuwa na taa wakatafuta mafuta. Inatuonyesha yale maisha tulio hapa duniani. Kuna watu ambao wako hapa duniani lakini hawamjui Mungu. Hao ndio wamewekwa kwenye ile sehemu ya the foolish 5 virgins. Wale 5 ambao walikuwa foolish hawakutafuta taa, sababu kwa uwezo wako hawakutafuta mafuta. Walikuwa na taa, wasitafute mafuta. Wapendwa, inaonyesha maisha ya hapa. Yesu alikuwa anaeleza huo mfano kuonyesha maisha ya hapa. Waweza kuwa na vyote ulivyo navyo, Mungu amekupa wapendwa, lakini hauna Mungu, hauna ufalme, lazima taa yako itazima. Hao wengine 5 pamoja na wote walikuwa na, hata walikuwa na taa lakini wakatafuta mafuta. Ndio maana Biblia inasema seek first the kingdom of God and his righteousness, wapendwa, and all the other things shall be added. Hawa wapumbavu ambao ni 5 walikuwa na taa, wasitafute mafuta. Walipoenda pale, bwana harusi amekuja. Wapendwa, bwana harusi alienda na wale ambao walikuwa tayari, wale ambao taa zao zilikuwa na mafuta, kwa sababu zile taa zilipoisha mafuta walikuwa wameweka, walikuwa na extra oil. Wapendwa, dunia hii, ufalme wa Mungu hauwezi kuingia pasipo Yesu Kristo. Hauwezi kumwona Mungu kwa nguvu yako. Hauwezi kuwa mtakatifu kwa uwezo wako. Hauwezi kufanya vile Mungu anataka kwa nguvu za huo mwili. Wapendwa, unamhitaji. Wapendwa, watu wengi wanafikiriaga uokovu ni jambo la jinsi ambavyo unavaa, chakula ambacho unakula, yale mambo unatenda, ile ibada ambazo unaenda, ile chain kubwa ambayo unavaa ya msalaba, yale mavazi marefu. Watu wengi wako hapo. Lakini ngoja nikwambie, hiyo haiwezi kukuokoa. Ndio maana utaona mtu ambaye amekuwa kanisani, atavaa pamoja na amevaa rozari, atafanya usherati. Pamoja amevaa rozari, atabaka mtoto. Pamoja na ameenda kanisani, pamoja anaitwa father, pamoja anaitwa pastor, pamoja anaitwa bishop. Sababu hayo ni majina tu, hayaleti nguvu wala hayaondoi nguvu. Sikiliza, jambo la maana ni kumjua Mungu. Mpe Yesu makofi. Una uokovu wapendwa, ni kutembea kwa jinsi ambavyo Mungu anataka, na kwa uwezo wako hauwezi. Ndio maana unahitaji mafuta. Nakwambia mafuta ni Yesu Kristo. Mafuta ni Roho Mtakatifu. Anakuwezesha kwa mambo ambayo hauwezi. Anakuwezesha kushinda dhambi, kushinda. Wapendwa, kama unasema kuna watu wako kanisani lakini hauwezi kujua hata kama ni watu wameokoka, bado ni waongo, bado ni waizi, bado wana chuki, bado wana wivu, huyo mtu hawezi kuingia mbinguni. That is the truth. Hawezi kuingia mbinguni. Ukiwa na chuki hauwezi kuingia mbinguni. Ukiwa mwizi hauwezi kuingia mbinguni. Ukiwa msengenyaji hauwezi kurithi ufalme wa Mungu. Ndio maana unaona hawa wanawali ambao walikuwa wise, wakajua hizi 3 tuko nazo, lakini pasipo mafuta hatutaingia mbinguni. Wakaenda kutafuta mafuta. Unapomtafuta Yesu, anapoingia ndani ya maisha yako, anakupa uwezo. Mpe Yesu makofi. Uwezo wa kushinda dhambi, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Hata uwe mchungaji, ukiishi kwenye dhambi una expect mauti. Ndio maana Biblia inasema wengi siku ile watasema, Yesu, tulitoa pepo kwa jina lako, tuliombea wagonjwa, tulifanya haya yote wakapona. Anasema siwajui watenda maovu. Watu wengi wanafikiri kuhubiri ndio kazi ya Mungu. Watu wengi wanafikiri kutoa sadaka ndio kazi ya Mungu. Watu wengi wanafikiri kutoa mapepo ndio kazi ya Mungu. Ngoja nikwambie, mbona Biblia inasema hawa watamwendea Yesu, atawaambia siwajui, nendeni watenda maovu. Hawa wanawali 5 wapumbavu waliona kama vile wanataa, wameridhika, wakaona kama wako sawa. Unaweza kuona kama uko sawa kwa sababu unajiitanisha na kanisa.
sababu unajiitanisha na mchungaji, sababu unajiitanisha na mambo kadhaa wa kadha. Unasema natoa sadaka, ninafunga, tuko na dini yetu, tuko na pasta wetu. Lakini ngoja nikwambie wapendwa, salvation is a personal thing. Ndio maana unaona hata hawa wanawali, the 5 they made their decision. The 5 wengine waka make decision zao, lakini kila mmoja alikutana na matokeo yake. Wapendwa, usije ukadanganyika. Hasa Yesu anaeleza, anatueleza hapa, wale 5 ambao ni wapumbavu ni wale watu ambao wako duniani, hawana Mungu, hawataki kusikia habari za Mungu, hawataki kusikia kuhusu wokovu. Wana pesa, wengine ni maskini, wengine ni tajiri, lakini hawataki kusikia habari za Mungu. Wamejiridhisha. Wengine ni watu wa dini, wameridhika na dini zao, hawamtafuti Mungu, wameridhika na dini zao. Sasa these are the 5 foolish, the 5 foolish virgins, and the 5 wise ni wale ambao walijua taa zetu pasipo mafuta haziwezi kutufikisha. Hao nao ni wale watu ambao wanamwangalia Mungu. Hao ni wale watu wanaangalia njia zao. Hao ni wale watu ambao wanamtafuta Mungu usiku na mchana. Hao ni wale watu ambao hawachoki kusikiliza neno. Hao ni wale watu ambao hawachoki kutenda mema. Hao watu ambao wana mafuta ni watu, huyo ni mtu ambaye hawezi kuishi katika uongo. Kila siku ndani ya moyo wake akiona kitu ambacho hakiendi sawa, anasema hii si sawa, hii sio maisha yangu, maisha yangu si ya uongo, maisha yangu si ya usherati. Hao ni watu ambao wanajirudi. Kwa nini? Kwa sababu wana mafuta. Mpe Yesu makofi. Wana mafuta, wapendwa, kwa sababu wana mafuta, sio kwa sababu pastor anawaona ama hawaoni. Hao ni watu ambao hawatafuti kuwapendeza watu zaidi ya Mungu, wanatafuta kumpendeza Mungu. Mpe Yesu makofi. Unanielewa? Hao ni watu ambao, wapendwa, hata watu wote wakishikana dunia waseme hakuna Mungu, wao watabaki upande wa Mungu, watasema shauri yenu. Hata hao ni watu ambao hawaendani na watu vile watu wanaenda. Hao ni watu ambao wanafuata vile Mungu anasema. Mpe Yesu makofi. Kama Mungu anasema unatakiwa kuwa na mke mmoja, huyo ni mtu ambaye atabaki na mke mmoja. Mpe Yesu makofi. Kama neno linasema usiende kuhongana, huyo ni mtu ambaye hataongana, hata akishikwa, hata akiwekwa jela, naye Mungu anaonekana. Kwa sababu kwa uwezo wako hauwezi. Mwanadamu wa kawaida akikosewa lazima atafute revenge, lazima atafute haki yake. Hao ni wale watu ambao hawatafuti haki zao, kwa sababu wanajua Mungu ni haki yao. Kwa hiyo Mungu anawapigania. Ni kwa ndoa, ni kwa biashara, ni kwa kazi, ni kwa maisha kila siku, watu ambao wajipigania. Sasa Yesu akazidi kueleza. Hawa ilipofika ikafika mahali wote wamelala, kwa sababu walikuwa wamengoja harusi. Lakini harusi inaanza kufanyika saa 8. Wapendwa, saa 8 ni muda ambayo you don't expect. Ngoja nikwambie, Yesu atarudi ulimwenguni huu when people don't expect. Watu watakuwa wanaishi maisha ya kawaida vile tumezoea kila siku. Wapendwa, wacha niwaambie ukweli, that is the truth. The preaching about the coming of Jesus, siku hizi wanga hubiriwi. It is a forgotten tale. Yani shetani anatumia kila namna. Ni nandra ukute mchungaji anahubiri kuhusu Yesu kunyakua kanisa. And that is a very major message. Kwa sababu unaposikia hiyo, inakuonyesha you need to prepare yourself. You need to prepare yourself. Your pastor cannot prepare you. Marafiki hawezi kukutayarisha. You need to prepare yourself. Kama vile kukiwa na harusi, naonaga watu wakijitayarisha. Watu wanaangalia vioo, unajiangalia niko sawa. So unaona watu wanajitengeneza. Wapendwa, ukienda kwenye harusi uko smart. Unajitayarisha kivipi? Katika maisha haya lazima ujitayarishe, wapendwa. You have to prepare yourself. Kwenda kanisani haitoshi, kutoa sadaka haitoshi, kuomba haitoshi.
Unatakiwa kila mara unajichunguza. Wapendwa, hata kama Yesu kabla hajarudi waweza kuondoka. Kwa sababu wapendwa, Yesu, Mungu anasema nini? Kuna watu ambao watakutwa ulimwengu huu, wengine wakiwa hai, na wengine Yesu akirudi kuna wale wanaweza kukutwa wako hai. Haujui kama we ni mmoja wa wale au wewe utakuwa umeshakufa. Kwa hivyo hatungoji kurudi kwa Yesu peke yake. Tunatakiwa kuwa tayari wakati wote. Mpe Yesu makofi. Wewe kama unangoja siku Yesu atarudi, huenda utakufa kabla arudi. Utaenda wapi? Once you die you can never come back. Wewe fanya mchezo na maisha. Wewe tafuta wale pastor wametrend. Endelea kuwatafuta tu. Tafuta wale. Siku nasikia hata mapasta wana trend. Kuna njia, kuna ile ya kutrend sasa. Huyu ndio celeb, huyu si celeb. This is a local pastor, this is an international. Let me tell you, God is neither local or international. God is God. Mpe Yesu makofi. Anafanya kazi kwa njia zote. Hawezi kuclassify Mungu. Hawezi kumclassify. Hawezi kumclassify. Mungu akienda kwa watu wako chini, anakuja akiwa chini. Ndio maana unaona Yesu, Jesus, akaacha ufalme wake, akashuka, akazaliwa kwa boma, kwa nani? Kwa zizi. Mfalme mkubwa, muumbaji, anajishusha chini. Wapendwa, anazaliwa kwa zizi. Yesu ambaye ni Mungu akavaa mwili wa mwanadamu, mwili unaooza, mwili unaonuka, mwili unaokufa. Sikiliza, ili akuokoe wewe na mimi. Mpe Yesu makofi. Utasema nini? Utasema nini kuhusu Mungu? Hakuna kiwango Mungu hana. Hakuna kiwango Mungu hawezi kwenda. Wapendwa, God is God. Na hapo naona watu wanafurahi sana wakiambiwa you are going to America, you are going to drive a big car. Yesu anasema alikuja, Yesu akashuka ili watu wamjue. Akashuka kwa level ya mwanadamu ili yoyote anamwamini awe na uzima. Sasa wale ambao walikosa mafuta, wapendwa, wakati harusi imefika, taa zao hawakuwa na anything ya kufanya, hawakuwa na mafuta, kwa hivyo taa zao zikazimika. Sasa ni wakati wa kuingia. Bibi harusi amefika. Wale ambao walikuwa na taa zao na zina mafuta, kwa sababu hauwezi kuingia kwa ufalme kama taa yako imezima. Hauwezi kuingia harusini taa yako ikiwa imezima. Hawa 5 ambao walikuwa na mafuta ya kuweka kwenye taa, mlango ukafunguliwa kwenda kumuona bwana harusi. Mlango ulipofunguliwa, hawa 5 wakaingia, taa zao zikiwaka. Wale wengine wakajaribu kuambia hawa jamani, wakiwa mlangoni, jamani tusaidieni ili taa zetu hazina mafuta. Sikiliza wapendwa, wale 5 wise wakawaambia, wapendwa, taa yetu inatutosha, haya mafuta yanatutosha sisi peke yetu. Hayawezi kutosha nyinyi na sisi. Kama vile nakwambia ndugu yangu, ufalme huu sio, hautegemei mtu mwingine. Mtumishi wa Mungu Elijah, ufalme huu ni kuhusu wewe. Ufalme huu ni kuhusu mimi. Ufalme huu ni kuhusu wewe my brother. Mtu asikudanganye. Hakuna pastor anakupeleka mbinguni. Hakuna kanisa linakupeleka mbinguni. Hakuna dini inakupeleka mbinguni. Wale wakawambia, taa zetu, mafuta yetu hayawezi kuwatosha nyinyi na sisi. Wakaanza kuulizana, tufanye vipi? Wale watumishi wakawambia, fanyeni hivi, nendeni kule mkatafute watu ili wauzie. Sikiliza, but it was too late. Wako mlangoni, masaa yamevuka. Walikuwa na masaa yote, mchana mzima. Harusi haikuja mchana mzima. Imagine mzee Cosmas, ili harusi ilikuwa ifanyike, haikufanyika. Ikachukua muda. Mungu akawapa muda ili labda wafikirie waanze kutafuta mafuta. Lakini wapendwa, ni kama vile Mungu ametupa muda duniani hii. Unajiuliza, mbona mimi sifi? Mbona naendelea huo? Mbona niko tu? Mpaka wengine wanafikiri Yesu atarudi. Ngoja nikwambie, atarudi. Maandiko, Mungu anajua kila kitu. Amesema wacha vile watu wanafikiria ati ahadi yake ati haitimii. Ati
unasema mbona niliokoka bado Yesu hajarudi. Hii ni uongo. Acha nirudi kwa mambo ya dunia. Iko kwenye neno nitakusomea. Sasa wale wapumbavu hivyo ndio walifikiria. Lakini sasa wakafikiri, wapendwa, ile time walipewa ni ndefu sana. Harusi ambayo ilikuwa inatakiwa ifanyike mchana, Mungu akahakikisha imeenda mpaka saa 8 usiku ili mtu asiwe na sababu. Wapendwa, unaweza kuwa unapumua, uko hai leo, umepewa nafasi, bado unajisumbua kwenye dhambi, bado haumtafuti Mungu, bado hauokoki, unasema kesho. Wapendwa, ni nafasi umepewa. Yesu angekuwa amerudi kitambo sana, lakini ni nafasi anawapa watu, kwa sababu Mungu hataki yoyote apotee. Lakini kuna wakati unafika, wacha vile watu wanaingia kwenye vituko, wacha vile watu wanatafuta miujiza zaidi ya kumtafuta Mungu, wacha vile wachungaji wa sasa wanawapotosha watu, hata wao na sadaka zao na pesa zao wataangamia. Jambo la kuhuzunisha sana, kwa sababu kuzimu, kuna wachungaji wengi sana watakuwa kuzimu. Na siku moja nilionyeshwa ndoto fulani, nilihuzunika, nilishtuka. Ni ndoto ndefu, ni ufunuo mkubwa, siwezi kueleza, nikianza hatutamaliza. Nikakuta watu 100% watakuwa kuzimu ni watu wako kanisani, ni watu wanaohubiri, wengi watakuwa kuzimu. Nikaogopa, nikashtuka. Watu ambao wako kanisani wengi watakuwa kuzimu. Hata Biblia inasema, wapendwa, watoto wa ufalme huu watafungiwa nje. Kwa nini? Wamemzoea Mungu, hawamheshimu Mungu. Nimeona hata wachungaji wengi, nimeona watu wengi wanatumia uongo. Unaona mtu hana aibu kusema, Mungu amenionyesha. Nilikuwa naangalia clip fulani ya jamaa fulani ambaye sasa hivi tunapoongea ni marehemu. Alikuwa amechukua kahaba, akamwambia pindisha mdomo hivi. Kajua mnajua, akapindisha mdomo. Jamaa hana aibu, anasema Roho amenionyesha wewe kuna kitu uliongea kuhusu mchungaji, ndio maana mdomo wako uko hivyo. Na ni uongo. Watu wamefika mahali hata heshima ya Mungu hakuna. Wapendwa, ngoja nikwambie, sio eti Mungu afanye, Mungu anaangalia. Ukiona wewe ni mchungaji unadanganya watu, unaishi, unatajirika, unapata pesa, si eti Mungu aoni. Mungu anaona, ni muda amekupa. You are a fool. God can never be a fool. You are a fool. Ukiona wewe ni Mkristo, uko kanisani, unaendelea kuishi maisha ya dhambi, unafikiri unawadanganya watu, haumdanganyi Mungu. Ni muda Mungu amekupa. Hivyo the foolish virgins, they thought that Mungu haoni. Kama vile watu wengi wanaonanga hakuna Mungu. Kama Mungu yuko, mbona nilifanya hivi na niko hivi? Mbona niliibia mtu na ninaishi? Mbona niliiba sikuonwa na mtu? Mpaka imefika mahali watu wanasema hata waizi wanaombaga Mungu ili waende kuiba. Hiyo ni kejeli. Hakuna wakati Mungu anashirikiana na waizi. Ndio maana unaona hata waizi msalabani, kuna mwizi Yesu hakuongea naye, akanyamaza. Lakini kuna mwizi Yesu aliongea naye. Kwa nini aliongea naye? Kwa sababu yule mwizi alirecognize Yesu. Mpe Yesu makofi. Wapendwa, usijitie moyo. Usijitie moyo. Eti Yesu alitembea na makahaba. Sioni Yesu akitembea na makahaba. Yoyote ambaye alienda kwa Yesu akiwa ni kahaba, hakufanyika kahaba tena. Maisha yake yalibadilishwa. Biblia inasema hakuna chochote kidhaifu kitaingia mbinguni. Ndio maana unahitaji mafuta. Unahitaji mafuta ili ya kuwezesha. Siongei kuhusu anointing oil. Mafuta anointing oil ukipakwa, hiyo ni ya nje, haikuna mahali na kupeleka. Wengi wako tayari kununua tuchupa twa mafuta, lakini Yesu aliye wa bure hawamtaki. Lakini wananunua vimafuta vya shilingi 2000 kutotoa shida zao. Lakini Yesu ambaye ni wa bure, Yesu ambaye amelipia gharama, hawataki. Watu hawezi kumtolea Mungu sadaka ya moyo kwa kumpenda, kwa kumwabudu. Lakini ukiwaambia umerogwa, Mungu anaitisha 10,000, wanatoa. Foolishness, hawaelewi. Biblia inasema my people perish. Yani mpaka kuwe na kitu fulani watu watawekewa ili waweze kumtumikia Mungu. Wapendwa, angalia, lazima waambiwe, wapapaswe kwa uongo. Ndio maana unaona mioyo mingi haimwabudu Mungu. Sadaka nyingi sana hazimfikii Mungu. Wacha nikwambie ukweli. Sadaka inatakiwa inene mbele ya Mungu, lakini sadaka nyingi hazineni. Hata mchungaji akisema hii sadaka unatoa itakunenea, yeye anajua ni njaa yuko nayo, anakudanganya wewe. Sababu sadaka haineni mbele za Mungu, kwa sababu mchungaji amesema
sadaka unayoshika unatoa waga inanena moyo wako kwa Mungu. Ndio maana unaona Biblia inasema Mungu, wapendwa, Mungu, sadaka ya mtu muovu, sadaka ya mtu muovu, sadaka ya mtu muovu ni nini? Ni chukizo mbele ya Bwana. Mchungaji yupi atakwambia hivyo? Mbona washirika watatoroka? Mbona watakufa maskini? Kwa sababu hata yeye hana Mungu. Lakini mimi nakwambia sababu hatuhubiri hili kwa sababu ya sadaka. Sadaka yako haikupeleki mbinguni. Unapotoa sadaka, pata ufahamu, ujue ni Mungu unamwabudu. Ukiamua kumwabudu sawa, usipomwabudu sawa, uamuzi ni wako. You are the one to choose. Mungu atusaidie wapendwa. Mungu akutusaidie. Mungu atusaidie sana. Mungu akusaidie baba. Mungu akusaidie mama. Watu wamepotoka. Wengi wamepotoka wapendwa. You have to be wise. Wapendwa, lazima upate wisdom. Lazima upate mafuta. Mafuta haya yanatoka kwa Mungu. Wacha kukimbizana na tumaji. Wacha kukimbizana na tuvitambaa. Wacha kukimbizana na chumvi. Wacha kukimbizana na tumuchanga. Sasa huo mchanga unachukua ni mkubwa zaidi ya Mungu. Nani alitengeneza mchanga? Wewe unaenda kwa mchanga tu unaunenea. Nani alinena mchanga huo? Nani alifanya chumvi? Nani aliweka mafuta? Sasa hayo mafuta ni makubwa zaidi ya Mungu. Mbona uelewi? Hata ufahamu wa kawaida. Wakati wa Kenya na watu wa Mungu na mataifa wataelewa hii kweli, watanyenyekea mbele za Mungu, watatafuta Mungu, wataona miujiza ya ajabu. Mpe Yesu makofi. Sio ya kuchorwa, sio ya kupangwa. Wataona nguvu ya Mungu. Sababu katika kweli waga atubembelezi nguvu ya Mungu. Ukiwa kwa kweli, ndio maana unaona Elisha akawaambia, nyinyi jengeni madhabahu zenu za kishetani huko. Tengenezeni, ongezeni na maji. Wekeni na maji kabisa. Maji na moto ni vitu haviwezi kuingia. Mahali kuna maji, moto unazima. Elijah akawaambia, mnataka tuone Mungu wa kweli ni nani? Mtaenda hivi mpaka lini? Haya, chukueni basi. Andaeni madhabahu yenu. Mumuite Mungu wenu. Yule Mungu atajibu kwa moto, ndio wa kweli. Wakaunda madhabahu yao. Wakaanza kuweka maji kwa sababu walijua maji kwa moto ni sumu. Akawaambia ongezeni. Au ni wakati wa Elijah. Lakini sasa wao wenyewe walianza na madhabahu yao, madhabahu ya kishetani. Sababu kwa haya maisha madhabahu ambao inatangulia ya kishetani. Sababu shetani waga anataka kujiprove. Ndio maana unaona watu wengi wanafuata sana nguvu ya shetani. Wanafuata mambo ya kishetani. Sababu always shetani waga anaonekana kama ana nguvu. Nisikilize. Mara nyingi shetani anaonekanaga ni kama, sio ana nguvu, ni kama ana nguvu. Ndio maana unaona hata wakati Mungu anamtuma Musa kwa Farao, wachawi walitolesha nyoka 2. Musa alikuwa na moja. Wewe ukiangalia kwa akili ya kibinadamu, nyoka 2 kubwa na nyoka moja, gani ina uwezo? Nataka tuongee wapendwa, ni gani ina uwezo? Wa mtu mmoja akivamiwa na watu 2, nani atashinda hiyo vita? Watu 2. Lakini kitu cha kushangaza, ile moja ilimeza zote 2. Mpe Yesu makofi. Hiyo ndio Mungu tunatumikia. Tumwamini huyo. Ndio anakuambia unahitaji mafuta. Hebu angalia mtu kama Danieli anarushwa kwenye tundu la simba. Mwanadamu akirushwa kwenye tundu la simba, simba wenye njaa, wale simba walikuwa siku nyingi hawajala. Daniel aliporushwa pale, Biblia inasema malaika alishuka akafunga kinywa cha simba. Daniel ametupwa kule afa. Mfalme anangoja Daniel afa. Akaja kumuuliza baadaye, Daniel, Mungu wako amekuokoa? Daniel akaongea, niko hai mheshimiwa, sijakufa. Huyo ndio Mungu tunamtumikia. Mpe Yesu makofi. Meshach, Shadrach ndani ya moto. Angalia. Unajisumbua nini? Ate sina kazi. Ate bibi alitoroka. Ate sipatangi watoto. Unaenda huko unaambiwa na mtu, hebu inua tumbo juu. Mama mzima ana heshima zake. Ate tupake anointing oil. Ndio mtoto akuje hapa. Kesho na kesho kutwa anakuambia unione saa 8 kwa ofisi. Naenda unashughulikiwa we. Mwingine hana mtoto. Labda hata bwana wake ndio ana kasoro. Basi anakuambia we are going to perform a miracle. Watu wengi wako kwa hizo. Wewe usione watu wanacheka. Watu wanaumia, wengine wanalia, wengine wanajinyonga kwa sababu ya uchungu. Hawezi kuambia bwanako ati nilikuwa na uhusiano na pastor. Wengine wamebeba watoto. Mume anafikiri ni mtoto wake.
lakini mtoto wa mchungaji ambaye anajiita huyo si mchungaji, hiyo ni fisi. Biblia inasema hivi, sikiliza wapendwa. Ni neno linasema, wanakuja kwako wamevaa ngozi ya nini? Ya kondoo. Lakini ndani, kumbe kuna mtu wa ndani. Na huyo ndio anatakiwa kubadilika kwa kila mtu. Mpe Yesu makofi. Watu wengi wanavaa ngozi hata kanisani. Ndio maana wakutani na nguvu ya Mungu. Sababu wamevaa nini? Ngozi. Ondoa hiyo ngozi ya juu. Mungu atengeneze huyo mtu wa ndani. Utakuwa sawa. Utaona nguvu ya Mungu. Kibali kitakuwa juu ya maisha yako. Mpe Yesu makofi. Hautatafuta miujiza, itakutafuta. Unachoma fea ukienda mbali na Mungu yuko na wewe. You don't need to go to America to meet with God. Si mpaka usafiri ati uende sijui wapi ndio ukutane na Mungu. Wagonjwa wengine naonanga ati wanabebwa, ati wanapelekwa mbali. Kuna mchungaji uko kule ati ndio aende wapone. I wish ungejua the power in you. I wish ungejua healing iko na wewe. Ukitengeneza njia zako, wapendwa, una uwezo wa kumwambia Mungu niponye ugonjwa. Unatengeneza njia zako na Mungu. Hebu angalia mtu kama Hezekia. This man was very sick. Leo wale watu unaita nabii wako, unamuita nabii yako kwa sababu umeenda kanisani kwake. Si kwa sababu amekutafuta. Unajua saa hizi unashangaa. Unashangaa sana, Kevin. Unashangaa. Operation ya sasa hivi ni vituko na watu hawaelewi. Watu hawajui. Ni kama wamewekwa blanketi sijui ya kuwa kipofu. Mungu, God is a spirit and God is everywhere. Mpe Yesu makofi. He is everywhere. Waisalilia Mungu ukiwa kwenye shimo na unakufa. Umwambie Mungu nisaidie. Mungu nisaidie na umwamini na atakutoa. Without a prophet, without even a pastor, without anyone. Mpe Yesu makofi. But lazima kuna kitu lazima uwe nacho ambacho tunaita ndio nini? Ndio mafuta. Hawa wana ambao walikuwa wise walijua kwa huu mlango pasipo mafuta hatuwezi kuingia. Taa zao zikawaka, walipofika kwenye gate taa zao bado zinawaka. Mlango ukafunguliwa, wakaambiwa karibuni. Wale wengine wajinga, wapendwa, saa ile time ya kuingia ndio sasa wao wanaenda kufanya nini? Kuanza kutafuta mafuta. Ndio maana unaona kuna watu, kuna wakati watakuwa wanatafuta wahubiri na neno la kweli. Tutaenda wapi? Tutaenda wapi? Tutasikia nani? Siku hiyo hakutakuwa na pastor. Hii injili hautasikia. Kabla Yesu aje, kuna mahali tunaenda hata injili sijui kama itahubiriwa, haitakuwa. Mark my words. Mimi sio prophet wa doom, naongea neno kulingana na Mungu. Kuna wakati neno hili unalisikia, hautakuwa na nafasi ya kulisikia. Mambo ya dunia yanabadilika. Saizi ukiona economy inaleta shida, sio jambo la Kenya pekee. It is worldwide. Kila mahali. Na kuna mahali ukiona saizi kuna technologies zinaintroduciwa. Hata AI, kama kitu kama AI, kitu ambayo inafika mahali hautahitaji ati mtu amesomea kitu fulani. Unauliza tu AI, nitafanya nini nikitaka kuendesha gari? AI inakuongoza. Hauhitaji mtu akukufundisha. Saizi kuna mambo yanafanyika, lakini watu hawaelewi. Na Biblia inasema hivi, siku za mwisho maarifa yataongezeka. Kuna watu wengi watapoteza kazi. Wewe unasema employment, kwa sababu kama wewe ni engineer, AI inafanya kila kitu. Kile kitu mtu anahitaji afanyiwe, robot zinaintroduciwa. Wapendwa, nilikuwa naona hata Ulaya sasa hivi service zimebadilika. Sio watu wako sana mahotelini, ni robot. Unaipa order, unaambia nataka sausage, nataka hii na hii na hii, inaenda inakuletea na inakuserve, inakuuliza how can I help you. Watu wanafutwa kazi kwa sababu watu wana demand mshahara. Robot ni system, haihitaji mshahara kwa sababu haili, hainywi, haivai, haijao, haijaoleo. Haizai watoto. Mali tuko. Ndio unaona watu wanakimbilia Samantha. Samantha haibebi mimba. Nika kitu utacheza cheza nako, umalize hisia zako, haina mimba. Kicheza na msichana anabeba mimba. Angalia mali shetani. Na watu wako tunawaoni. Wao wanasema tu do must go. Wao wanaanza because they don't understand. Wao wanaona kama shida ni uongozi, shida ni government. But this thing, let me tell you, economy is biblical. It's very biblical. Na wacha nikwambie wapendwa, mambo yamekuwa yanajaribiwa. Kuna wakati unakumbuka watu walikuwa wanasema hakuna tena kuhandle cash.
watu watakuwa wanatumia M-Pesa. It is a system. Yote yako kwenye Biblia. Kuna wakati Kenya, Uganda na Tanzania walikuwa wanataka wawe na kiongozi mmoja. Hamna issue ya kusema mimi ni Mkenya ama mimi ni Muganda. Itaanza hivyo. Biblia inasema hivi. Itaendelea hiyo muungano polepole, iungane, ishikane, iendelee mpaka ifike mahali dunia nzima waone sasa tunahitaji kiongozi mmoja wa kuongoza dunia nzima. Watu hawaelewi, watu wako tu wanaona ni mambo ya kawaida. Unaona watu wengine wanaleta mpaka ushoga ipitishwe ati mwanaume na mwanaume. Mungu aliumba Adam na Hawa. Wewe ujiulize. Sasa hivi tembea Nairobi, angalia yale mavazi ambao watu wanavaa. Wanaume, Mungu atusaidie sana. Kama umjui Mungu raundi, unakuwa unatembea mjini ukigongwa kila mahali. Wanaume, Mungu awasaidie. Naomba sana Mungu atusaidie. Yaani mahali tupo, uchi sio kitu kikubwa sasa hivi. Lakini kama ni watu wanalala na mama zao, mama anazaa mtoto, alafu huyo mtoto mama amezaa kijana, anamlea alafu anamuoa. Ati anasema kwa nini? Ati huyu kijana badala aende kuteseka na mwanamke mwingine nje, atese. Mimi ndio ni mama yake nimemzaa, najua uchungu wake, mimi ndio atanioa. Laana iko live. Vijana wafanyi kazi. Unaona mtu huko kwa mtandao anatafuta sugar mami usiku na mchana, na kuonyesha yale mambo yamefichwa kwa maisha ya watu. Wewe unaona tu watu wanatembea, wanavaa masuti, wanafanya nini, wewe unaona tu ni kawaida. Wapendwa, Mungu ameongea yote. Kile unahitaji mafuta ili uwe salama. Mpe Yesu makofi. Tafuta Mungu kwa njia zote. Usikubali dhambi kukukalia, usikubali uovu kukukalia. Mtumishi wa Mungu, naomba unisomee kwenye kitabu cha Mithali 20:27. Nilisoma hapa jana lakini nataka nisome ili niendeleze ili uelewe. Tunaongea kuhusu taa. Naongea kuhusu hiyo taa inahitaji mafuta. Nataka kueleza sana, naomba unisomee hapo mtumishi wa Mungu. Nataka kukuelewesha ili andiko uelewe. Nitaunganisha na maandiko mengine ili uelewe zaidi. Taa linamaanisha nini? Mafuta ni ya nini ya kufanya taa iwake? Nataka tuendeleze nikueleze kitu. Naomba unisomee mtu, unisomee. Mithali 20:27. Amen. Kitabu cha Mithali 20:27. Pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana. Rudia tena. Pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana. Sasa ngoja nieleweshe kitu. Unaweza kukaa mtumishi wangu. Inasema pumzi ya mwanadamu ni taa ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo pumzi ni kazi ya taa ni nini? Kazi ya taa ni kuona. Kwa hiyo pumzi unayopumua kwa Mungu, hiyo pumzi unayopumua ndio mwangaza wa Mungu kuona moyo wako uko vipi. Hebu naomba unisomee hapo nimalizie. Pumzi unayopumua. Kwa hivyo unaona wale wanawali walikuwa wamebeba taa. Nataka nikuunganishe vizuri, walikuwa wamebeba taa. Kwa hivyo Mungu kila siku anatuangalia ndani ya mioyo yako, anaona uovu wako, anaangalia kama unafuata njia zake, anaangalia kama unatii. Walikuwa wamebeba taa. Kwa hivyo ile taa ni sehemu ya Mungu kukuangalia na kukuchunguza. Ndio inasema wapendwa, inasema pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana. Taa inakuwezesha kuona. Mahali kuna taa, kile kinakuja kwa mind ni mwangaza. Kwa hivyo Mungu unapopumua, hii pumzi si tunaonaga ni upepo tu, lakini hii pumzi sio upepo. Na leo nitakuhakikishia na nikuonyesha. Taka uelewe. Ndio maana unaona jana nikakupa mfano. Nikakwambia hii pumzi sio kama ile oxygen unawekewa Kenyatta Hospital. Chukua maiti moja, peleka kule, awekwe oxygen, uone kama atafufuka. Kumaanisha ile na ya Mungu ni tofauti. Mpe Yesu makofi. Ndio sasa nakuelewesha ujue. Hii pumzi, hii ambayo unapumua kila siku unaishi. Hata ukijificha wapi, bado unapumua. Hiyo pumzi inampa Mungu information.
hata ukiwa umejificha kwenye shimo, hata ukiwa unafanya uovu, hata kama watu hawakujui, hata ukienda pastor unaambia pastor niombee mambo yangu ibadilike, Mungu kile anaangalia ni taa. Pumzi unayopumua anaangalia, anaona hapa kuna shida. Hebu naomba unisome hiyo verse unimalizie. Pumzi ya mwanadamu ni taa ya Mungu. Hufanya nini? Hupeleleza yote yaliyomo ndani yake. Yote yaliyomo ndani ya mwanadamu. Kwa hivyo kukiwa na mambo mabaya, ndio unaona watu wengi wanakimbia kwa wachungaji, pastor niombee, mambo yangu inaenda vibaya, pastor niombee, mke wangu, pastor niombee. Lakini Mungu anapoangalia anaona moyo wako jinsi ulivyo. Ndio maana halitendeki. Ukiona ukutani na muujiza wako, ukiona maisha yako yabadiliki na umeombewa makanisani, shida sio mchungaji. Hata ukikutana na hata Yesu mwenyewe akitokea, wapendwa, hata akuombee, moyo wako ukiwa mbaya, uko mbaya tu. Na Biblia inasema out of the heart flows the issues of this life. Ndani ya moyo wa mtu, maisha yako ni moyo wako. Ndio maana Mungu anasema yeye anachunguza moyo, si kama wanadamu. Mwanadamu unaweza kuwa labda umekosa maji ya kuoga. Wewe ni mtu mkubwa sana na mtu wa maana. Umekosa maji, umekosa mahali pa kuishi, akuangalia aone wewe uko mchafu bwana. Wewe si mtu wa maana. Wewe nenda huko usinifuate. Lakini ndani ya juu ni kama saizi nikibeba gunia, nivae kaptula na nivae ngozi meraruka na nitembee hivyo, hamna mtu atajua huyu ni mchungaji. Hamna mtu atajua huyu ni mtu Mungu amemuita. Ndio maana unaona Yohana Mbatizaji, wapendwa, maisha yake watu walikuwa wanamwangalia, wana doubt. Vile alikuwa anakaa, chakula kile mtu anakula, mavazi aliyovaa, kwa sababu watu wanaangaliaga kwa nje. Mahali fulani nilienda kuhubiri. Wahubiri walipokuwa nakaribishwa, pastor peke yake alikuwa anajua. Mimi nikakaa nyuma, sikukaa mbele. Sasa mimi nilikuwa invited kwenda kuhubiri. Nikaona watu wamekaa, lakini mimi nilipoenda kukaa pale mbele, nikapelekwa nyuma. Nisikie Bwana Yesu asifiwe. Si kwenda nimevaa suti. Wachungaji wote walikuwa wamevaa suti, ties, wamevaa. Mimi nilienda tu simple. So nilipokaa pale nikamwambia hizi viti ni za wachungaji, wewe nenda kule. Na mimi nikaenda tu nje, nikakaa nyuma. Mchungaji akaingia, ananipigia simu, mimi niko nyuma, lakini wachungaji wako wameniambia fanya nini? Wewe kaa huko nyuma, sababu sina suti. Mchungaji alikasirika. Unaweka mtu wa Mungu nyuma? Alikasirika sana, kwa sababu wanadamu na judge, Mungu anajua moyo. Kwa hivyo kama kuna sehemu ya kutengeneza sio mwili, wengi wanatengeneza sana miili yao. Vaa suti, beba Biblia, vaa shanga kubwa, ukiomba na staili, piga kelele, inama, ruka. Yaani kwa nje wanakuwa na drama kubwa sana. Baka hata unaonanga hati mapepo ikitolewa, hata watu wengine hata wana actigi tu. Ruka, au wanaamini pepo. Lakini ni katika roho. Mpe Yesu makofi. Roho au ioni. Sio mpaka uruke. Naweza kuwa nimenyamaza hivi, ninaomba maombi ya ajabu, yanafanya mambo makubwa. Wewe ukiniangalia unasema mbona huyu haombi? Kumbe ndani yangu. Wapendwa, hiyo ndio mambo ya rohoni. Hauwezi kuelewa. Saizi tumekaa hapa wengi. Nani anaweza kujua mwenzake anafikiria nini? Mbona haujui? Na hakuna, ni Mungu ameficha. Hamna mtu anajua. Hakuna mtu anajua. Biblia inasema lakini roho ile iliyo ndani ya mtu ndio inaelewa. Mpe Yesu makofi. Wewe unajijua. Hata ninapohubiri najua ninakutaja wewe na nakutaja. Na ndani yako ni Mungu ananena na wewe. Mimi sikujui, lakini sauti inapotoka unasikia huyo ni mimi hapo. Hapo huyo ni mimi. Nini kinafanya unajijua? Sababu roho iliyo ndani yako inakuelewesha. Mpe Yesu makofi. Mungu anapokuita waga anaongea na wewe personally. Umeona? Kwa hivyo inaongea kuhusu, angalia, anasema pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana, hupeleleza yote yaliyomo ndani yake. Ni nini kimo ndani yako? Hebu naomba tusome kwenye kitabu cha Ayubu 32 verse 8 and 9. Inasema nini? Naomba nisome, mtumishi wa Mungu, tusome hapo. Job
chapter 32. Na kueleza tuko kwenye message. Tunaongea kuhusu hawa wanawali 5 ambao hawakuwa na mafuta. Taa wako nayo, hawana mafuta. Na taa haiwezi kuwaka bila mafuta. Mafuta. Taa haiwezi kuwaka pasipo mafuta. Kwa hiyo kazimika. Walipofika kwenye gate wanaenda kuchukua mafuta. They were doing the right thing at the wrong time. Wakati wa kuingia ndio wao wanaenda kufanya nini? Kutafuta mafuta. Biblia inasema hivi, wale 5 ambao walikuwa wise, ambao waliishi maisha ya kumtafuta Mungu kila siku. Wapendwa, ngoja nikwambie, Mungu waga unamtafuta kila siku. Sio safari ya siku moja. Ndio maana unaona Biblia inasema seek the kingdom of God first and his righteousness. Anasema mtafuteni Mungu kama jinsi mnavyotafuta pesa. Sijawahi kuona mtu dunia nzima anasema sasa nimetosheka na pesa. Hata bilionea unaona anasemanga anataka kuwa trilionea. Wakifika trilionea bado anataka kwenda sijui ziko nyingi huko mbele. Baka zingine hazina majina. Hata wewe leo unatafuta, hata ukipata kazi, ukisema mimi naomba angalau nikipata tu kazi ya 10,000 nitatosheka tu. Ukipata hiyo kazi ya 10,000 unasema hii ni ndogo. Nikipata at least ya 20, maisha ya mtu anakuwa hivi. Unasema tena unapata ya 20. Hata unapata sasa labda umeitisha 20. Mungu anahakikisha unapata ya 50. Pata ya 50 unafanya. Unaanza kuona kwa sababu the more unaenda up, the more mahitaji yana demand. Hivyo ndio maisha yako. Kwa hivyo usipoelewa, ndio maana Mungu anatufundisha kuridhika. Mpe Yesu makofi. Maisha haya siri ni kuridhika. Wakati unatembea na mke wako ambaye ulimpenda, moyo wake ulikuwa unamwangalia mpaka unamwangalia hivi, mpaka kazini ya uendi kwa sababu yake. Anytime unatembea naye, mbele yako utaona mwanamke mrembo zaidi kuliko mke wako. Ukiacha mke wako tena ufuatane na yule ambaye umeona ni mrembo zaidi, mtakaa kwa muda mchache, tena ukutane na mwingine mrembo zaidi kuliko huyo. Kwa hiyo utakuwa mtu wa kuoa kila siku. Ndio maana kuridhika ni tunda la Mungu. Mpe Yesu makofi. Kitu cha maana sana. Watu wengi waga wanaangamizwa na tamaa. Tamaa ni umaskini, lakini kuridhika ni utajiri mkubwa. Mpe Yesu makofi. Kuridhika ni utajiri. Utajiri mkubwa sana. Utajiri mkubwa. Solomon akajichukulia wanawake wengi wa kigeni sababu alikuwa na pesa, alikuwa na kila kitu, na uwezo. Alikuwa na maconcubine, wanawake almost 1,000. Wakamletea miungu ya kigeni mpaka akamsahau Mungu. Amen. Kitabu cha Ayubu, sura ya 32 mstari wa 8. Lakini imo roho ndani ya mwanadamu. Sikiliza vizuri, imo roho ndani ya mwanadamu, na pumzi za Mwenyezi huwapa akili. Sikiliza, na pumzi za Mwenyezi. Sasa nataka angalia, imo roho ndani ya mwanadamu na pumzi za Mwenyezi huwapa akili. Sikiliza hiyo, pumzi za Mwenyezi huwapa akili. Pale ambapo tumesoma, nataka uone kuna aina mbili ya pumzi. Kuna pumzi ya mwanadamu ambayo ni taa ya Mungu. Nataka tuende vizuri. Na kuna pumzi ya Mwenyezi ambayo inawapa wanadamu akili. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uelewe hiyo point vizuri. Kuna pumzi ya mwanadamu, hii ambayo tunapumua. Hiyo ni pumzi ya mwanadamu ambayo hiyo ni taa ya Mungu. Kwa hivyo hiyo sio kazi yako. Pumzi yako, ndio maana unaona Mungu akitaka ufe popote anachukua tu pumzi. Anachukua tu pumzi, unaenda. Pumzi ndio maisha. Pumzi ni maisha. Anachukua pumzi yake. Wewe Mungu akichukua pumzi yake, kazi yako hakuna. Wewe unajifanya ama husband, hakuna. Ama wife, hakuna wife. Yao naona watu moja, hakuna mtu anasemanga this is my wife. Hata mke wake mkiwa naye kwa kitanda kimoja akufe, ule uwepo wa mke tena unaondoka. Unaona maiti. Unatoka wewe kitanda, uwezi lala.
Na kazi ya shetani ni mbaya, kwa sababu kuna watu waga kuna traditions zingine ati mtu mpaka ati anaenda kulala na maiti. Shetani ashindwe. Hiyo ni ushetani, sio Mungu. Hizi tradition ndio utajua ni ushetani. Mume akifa ati lazima sijui alale na maiti sijui. Shetani ashindwe. Sababu ni ushetani. Kuna Mungu hapo. Wewe kwenye Biblia unaona mahali mtu alilala na maiti? Mungu anasema ni Mungu wa walio hai. Mungu anasema hakuna ushirikiano kati ya wafu na walio hai. Lakini kwa tradition unaona mtu ati baba yake alikufa ati anasema baba alikuwa ananiongelesha jana, ananiambia ati atanisaidia. Hiyo ni pepo. Huyo si baba. Mpe Yesu makofi. Huyo si mama. Tradition ni mashetani anakuinda. Baba yangu alikufa ati alinitokea kaniambia ati usijali. Usijali baba yako. Hiyo ni pepo, na nitafundisha huo ujumbe vizuri ukiwa peke yako. Sababu watu wamepotoshwa na mashetani na mapepo na doctrines za kishetani. Hakuna ushirikiano kati ya mtu aliye hai na mtu aliyekufa, na hiyo ndio maandiko. Mungu anasema ni Mungu wa walio hai. Mtu wakifa ameenda. Akitokea mwambie wewe ni pepo. Toka hapa katika jina la Yesu Kristo. Mpe Yesu makofi. Usi entertain. Sasa unasikia inaongea kuhusu pumzi ya mwanadamu ni taa ya Mungu. Alafu inakuja inasema hapo, haya inaongea kuhusu sasa pumzi ya Mungu kuwapa wanadamu akili. Kwa hivyo hawa wanawali wapumbavu walikosa sehemu ya pumzi ya Mungu. Kwa sababu pumzi ya Mungu ni yale mafuta naongea kuhusu. Wapendwa, hebu sikiliza. Ni kitu nataka uelewe sana. Angalia hivi. Inasema lakini imo roho ndani ya mwanadamu. Inaposema hivyo, hii roho iko katika kila mwanadamu. Si aliyookoka peke yake. Ndio maana unaona mlevi akiwa kwa baa anasemaga na hii maisha ni mbaya. Kahaba akiwa kwa ukahaba anajificha sababu anajua sio sawa. Mtoto akiwa mdogo akienda kuiba sukari jikoni, au baadhi haujawahi kufundisha. Umewahi kujiuliza? Wacha nikwambie mambo mengi sana ambayo hujawahi kufundisha watoto wako. Unajiulizaga wametoa wapi? Hata kabla hajaanza kucheza na watoto nje. Unaona katoto kanaanza kujua kuficha. Ukikaletea sweet alafu ukambie nikatie kidogo, kanasema haujawahi kumfundisha kunyimana. Nini hiyo inafanya ajue? Ni mwanadamu. Ni ile roho iko ndani yake na anajua, anatofautisha. Sawa, ni mwanadamu. Akienda kufanya kitu kibaya anajificha, dadi asinione. Wewe hujawahi kumfundisha? Mami asione nimeiba sukari. Mami asione nimefanya hivi. Kwa nini? Na ni mtoto. Imo roho ndani ya mwanadamu ambayo inampa akili. Ukikosa kufuata hiyo, ndani ya moyo wako iko roho ambayo waga inakudirect, inakwambia usifanye hivi. Hivi ni vibaya, hivi ni vibaya. Lakini unaacha hiyo, unatafuta kutabiliwa. Uambiwe maneno mazuri. Yale yatakubaliana na wewe. Lakini ndani umebeba hukumu. Unajua kweli watu wengi wanakuwa wamebeba hukumu ndani yao. Lakini kwa nje wanajaribu kutafuta suluhisho. Ndio unaona mwisho wao. Hawa wanawali wapumbavu walijaribu kutembea na taa zao, kujaribu kujitia moyo, lakini haikuzuia wao kufungiwa mlango. Ilipofika pale walifungiwa mlango na hawakuingia. Wale ambao walikuwa wana ufahamu na taa zao na wana mafuta wakaingia. Hivyo ndio inaonyesha wapendwa, lazima taa yako ni responsibility yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Taa yako ni responsibility yako. Ni responsibility yako wewe. Uiweke ikiwa imewaka. Unahitaji kutafuta mafuta. Biblia inasema sio wakuu walio wenye akili, wala sio wazee wanaotambua hukumu. Sikiliza. Inasema sio wakuu wenye akili. Kwa hivyo ikifika kwa mambo ya Mungu, sio wale watu wamesoma sana ama hawakusoma. It makes no sense hayo mambo yote.
ni muhimu sana kusoma, lakini kuna roho ambayo iko zaidi ya masomo. Hata ukiwa umesoma, pasipo ile roho ambayo nakwambia kuhusu, masomo yako itakuwa useless. Ndio unaona kuna watu wana madegree, madiploma, watu wana viwango, watu wana vyeo, wengine ni viongozi, lakini uongozi hata wao hawawasaidii. Unaona mtu anaweza kujinyonga ama akunywe sumu. Kwa nini? Na ana pesa. Kwa nini? Na ana uwezo. Kwa nini? Na ana cheo. Imo roho ya ndani ya mwanadamu. Inasema wenye akili sio wakuu. Ndio maana usoma kwenye kitabu cha Yeremia 9 nafikiri mstari wa 23. Inasema yule anajivuna ajivune kwa sababu anamjua Mungu. Naomba unisomee hapo. Usijivune kwa sababu ya elimu. Ni sawa kuwa na elimu, ukipata nafasi soma kabisa. Sababu Mungu waga ashirikiani na wapumbavu. Mungu akitengeneza nafasi anataka uitumie vizuri. Kipata nafasi ya kazi, fanya kazi vizuri kwa uaminifu. Mpe Yesu makofi. Any chance you get, use it properly. Lakini kama umekosa, usijidharau, kwa sababu imo roho ya Mungu ambayo ikiwa kwa maisha yako lazima utafanikiwa. Naomba umepata hapo? Naomba unisomee. Hebu sikiza maandiko. Yeremia 9 nisomee. Amen. Kitabu cha Yeremia 9 mstari wa 23. Bwana asema hivi, mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake. Rudia tena mtumishi wa Mungu. Nasema nini? Bwana asema hivi, mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake. Huyo ni Mungu anasema. Mwenye hekima. Sababu Mungu anajua kuna watu wana hekima. Lakini anasema usijisifu kwa sababu ya hekima yako. Wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake. Kwa sababu ya nguvu zake. Endelea kusoma. Wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake. Hebu naomba uanze mwanzo. Naomba tusoma pole pole kwa makini. Nataka usikilize maandiko haya. Najua wengine hata wanashindwa haya, hiyo iko kwenye Biblia. Sababu watu wengi hawafuatilii maandiko. Wengi waga wanaambiwa utaenda Amerika, amen, tunatoa mapepo, kwenu mulirogwa, kwenu kuna uchawi, lakini neno la Mungu they don't read. Ufuatili. Ndio maana unaona ukiwa na kakiwango ati una kagari tu, kabiashara tu kameenda juu, unajiona, unajiringa. Eti kwa sababu una kakazi, mimi nalipwa 100,000. Utaniambia nini? Kwa sababu hauna ufahamu. Haujui kwamba inaweza amka asubuhi hauna chochote. Mpaka uende kwa maskini, unamwambia maskini, angalau nipe chakula. Unajua maisha it's very funny. Leo unajifanya tajiri, kesho wewe unakuwa maskini zaidi ya maskini. Mungu atupe ufahamu tuelewe. Na mara nyingi wapendwa, acha niwaambie, watu waga wanaenda mbali na Mungu kwa sababu wanatushughuli tu wao. Naona tushughuli tu wao twingi, hawana time na Mungu. Lakini umewahi kujiuliza kwa nini mtu akipigwa na shida anakuwa na time na Mungu? When someone is very rich, you have everything. You don't have time for God. You don't have time for prayer. You don't have time for the word of God. You don't have time to seek God. You are busy with your business, with your life, with your family, with your children. Mambo ambayo unaona. Lakini mtu akipigangwa na shida, hapo ndio anaanzanga kurudi kwa Mungu. Kwa nini? Umewahi kuuliza kwa nini? Majibu iko kwa Mungu ya maisha yote. Mpe Yesu makofi. Kwa hivyo afadhali utembee na jibu kila siku badala ya kungoja wakati kimeumana ndio unatafuta Mungu. Learn to sacrifice. Sio kuhusu sacrifice ati ya kutoa pesa. Unajua siku hizi sacrifice imekuwa abused. Lazima niongee wazi. You need to sacrifice your everything for God. Even your money. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Even your money, your life, your soul, your everything, your time,
whatever God has given you, you need to give it back to God in a percent. Mpe Yesu makofi. Ni time uko na 24 hours za kutumia. What time do you give to God? Nataka uangalie. What time do you give to God? Wengine hata hakuna hata dakika hakunanga ya Mungu. Hata lisaa hakunaga. Lakini wakati utajikuta Kenyatta umelazwa. Wakati utajikuta kile ulikuwa unakimbiza, kwa sababu hata vitu hata unapozikimbiza zinaendaga. Biblia inasema mali iko na mabawa. Ati inarukaga. Unajua watu haya mambo ni ya kuelewa. Ati today Biblia inasema hivi, mali zina mabawa, ati wanga inapaa. Unaona venye ndege uwaga unaona inapaa. Sasa hizi unaona iko hapa, iko naye after some few imepaa. Unasikia iko Amerika. Hivyo ndio mali inakuwa. Ndio maana ni muhimu kuchukua time na Mungu. Sababu wapendwa, hata mali ikipaa, unakumbuka Ayubu alipopoteza vyote bado Mungu alimrestore. Mpe Yesu makofi. Yeye anajua jinsi ya kufix. Make God your friend more than things. Mimi kauza nasema fanya Mungu rafiki yako zaidi ya vitu. More than your business, more than your money. When it comes to God, be ready to serve God with your heart. Mungu anapenda hiyo sana. Na Mungu ana vipimo. Kwa maana unaona alipima Abraham. Alijua Abraham anahitaji la mtoto. Kampima, akampa mtoto. Alafu akamwambia huyo mtoto sasa namtaka. Si kwa sababu anataka kumuua. Alikuwa anampima. Wengi wakipimwa hapo wanaanguka. Na wapendwa, ngoja nikwambie, jaribu haliwezi kutoka kwa maisha yako mpaka ulishinde. Mpe Yesu makofi. Jaribu mpaka ulishinde. Ndio maana unaona Yesu alijaribiwa mara 3. Mara ya kwanza akashinda, ndio akaenda ya pili. Jaribu la pili ilipokuja akashinda, akaenda la 3. Wapendwa, maisha haya usiposhinda jaribu moja, utabaki hapo. Kama nikajaribu kwa usherati kana kukalianga, usiposhinda hiyo, utabakingi unazunguka kwa usherati kila saa. Kienda kwa familia kako kamekuwa kamevunjika, usherati. Umeenda hapo usherati. Ati alianguswa na nani? Mwanamke. Huyu ni mtu wa wanawake, mpaka unapewa jina. Huyu ni mtu wa wanawake huyu. Hatuliangi. Kila mwanamke anaona. Haya, ikiwa ni ulevi, hilo jaribu huwezi kushinda, unabaki pale. Kila kitu chako kinaribuanga na ulevi. Sio kazini, ulevi. Sio jamii, ulevi. Sio reasoning, ulevi. Kila kitu mpaka unasema nani? Yule mbaba mlevi yule. Sababu maroho waga yanahakikisha umeitanishwa na yao, na jina lao. Ndio maana unaona mtu akiuza vitunguu, watu wanamuitaga wa matongoro. Hata kama mtu hakujui jina. Wewe umeitanishwa na roho gani kwa maisha yako? Umeitanishwa na roho gani? Sababu ile roho umeitanishwa waga inafanya kazi kwa maisha yako. Umeitanishwa na roho gani? Yule msharati, yule mtu wa hongo yule. Yule kahaba, yule muongo. Yule muongo yule. Unamjua? Umekutana na nani? Yule mwizi. Sio neno tu hilo. Ni kitu unaitanishwa nacho. Hiyo roho inafanya kazi kwa maisha yako. Hebu naomba unisomee hapo mtumishi wangu, nisomee. Nisomee tunapomaliza. Wana time leo. Nisomee. Amen. Kitabu cha Yeremia 9 mstari wa 23. Bwana asema hivi: mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake. Mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake. Wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake. Mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake. Ni kweli ana nguvu, lakini usijisifie hiyo, sababu kuna mwisho wa nguvu. Usijisifie hekima, sababu hekima yako hata saizi tunapoongea waweza kuwa uko na hekima, ulisoma, una madigrii, una madiploma, lakini hauna kazi. Ulisoma lakini uko kwa street, hata kazi ya mkokoteni hauna. Kwa hivyo hata ukijisifu it cannot help you. Endelea. Wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake. Una mali, una pesa, una cheo,
Usijisifu kwa sababu ya utajiri wako, kwa sababu utajiri wisha. Mwisho anasema nini? Bali ajisifue na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi. Mpe Yesu makofi. Na kujijua. Yani anamfahamu Mungu na anamjua Mungu. Hilo ndio jambo la kujisifia, kwa sababu unapojisifia huyu ndio amebeba hekima ambayo haina mwisho. Huyu ndio amebeba utajiri usio na mwisho. Huyu ndio amebeba kila kitu. Ndio maana Biblia inasema mtu akipungukiwa na hekima na amuombe Mungu ambaye anawapa wote hekima. Kumaanisha hekima inaweza punguka hata kwa maisha yako. Haujui utafanya nini. Hebu naomba usome Deuteronomy 8:18. It is the God who gives us power to make wealth. Anatupa nguvu ya kutengeneza au kufanya utajiri. Is God. God will give you an idea ambayo hata hauamini, yabadilisha maisha yako. When you know God, wapendwa, wacha nikwambie, it is not about how much you struggle. Ecclesiastes inasema hivi, mtu akienda kukata mti, sikiliza, mtu akienda kukata mti alafu anatumia chombo ambacho hakina makali, atatumia nguvu nyingi. Ecclesiastes, Mungu anakupa ufahamu, atatumia nguvu nyingi. So most of the people, they are wasting their energy. Wao ziwe vitambaa, wao ziwe mafuta, twende kwa hii kanisa ndio imeanza. Nilisikia kuna kanisa ina trend, kuna pastor wanga anakuwa juu sana, kuna mahali wanatengeneza maisha ya mtu, wanakuzia sijui nini. They are using a lot of energy, lakini chombo haina makali. Lakini Mungu anasema hivi, ukitaka kufaulu lazima unoe chombo chako kiwe kikali. Niyo ukali naongea kuhusu, it is about knowing God. Take time knowing God, you shall experience the power of God. Mpe Yesu makofi. Take your time. Chukua time ukinoa. Unanoa. Unakitia makali. Ukija kukata mti, hautatumia nguvu. Utaweka tusha. Mti mkubwa, mti ambao umekaa kwa miaka hata 50 au 70, utaukata sekunde, hauta struggle. Inamaanisha kile unahitaji ni ufahamu. Biblia inasema, my people perish due to lack of, they don't have knowledge. Knowledge is very important. Watu wengi hawana knowledge. Unapojivuna, jivune kwa sababu unamjua Mungu. Ninapomaliza, naomba nikusome Ezekiel 37:8-9. Nasema hivi, nikatazama kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwamo pumzi ndani yake. Angalia, tunaongea kuhusu pumzi ya Mungu, pumzi ya mwanadamu. Angalia, hapa ni wakati Ezekiel ameenda akakuta mifupa iko mikavu. Mungu akamwambia tabiri iwe na nyama, tabiri iwe na mishipa, tabiri iwe na hii. Lakini pamoja na kwamba hicho kimwili chote kilipokuwa complete, hakikuwa na pumzi, so kisingeamka, mifupa isinge function. Wapendwa, ndio nakwambia tunahitaji pumzi. Angalia, pumzi. Hii mwili ilikosa pumzi. Wapendwa, ngoja nikwambie, unaweza kuwa na vitu vyote kwa maisha haya, lakini unapokosa Mungu, hebu angalia the 5 foolish walikuwa na taa, lakini taa zao hazikuwa na mafuta. It made no sense, haikuwasaidia, wakafungiwa. Ndio unaona hata leo wakati hauna Mungu kwa maisha, wapendwa, utafungiwa. Mimi nakwambia utafungiwa, utapitia shida hapa. Angalia hapa maishani, hao wanawali 5 wapumbavu, hata hapa duniani walikula shida. Kukula shida vipi? Kwa sababu taa zao hazina mafuta. Kwa hivyo kwa harusi wao wako kwa giza, kila kitu ni giza. Ndio maana unaona kazi ni giza, ndoa ni giza, maisha ni giza, mawazo ni giza, kila kitu ni shida ambayo itatulika kwa sababu ya kukosa mafuta. Ezekiel hivyo akatabiria ile mifupa ikawa na kila kitu, lakini ndani yake hakukuwa na pumzi. Unakumbuka pale nilikwambia pumzi ya nani? Pumzi ya mwanadamu ni taa ya Mungu. Ndio maana tunaongelea kuhusu pumzi, uelewe. Haya, anasema
Ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo mwanadamu, ukauambie upepo, Bwana Mungu asema hivi. Sikiliza vile anamwambia Bwana Mungu. Kwa hivyo pumzi iko katika uwezo wa Mungu peke yake. Na Mungu asiponena, Mungu asipokuambia, yule anakuambia ni kazi bure. Mungu asiposema kitu. Ezekiel alikuwa mtumishi wa Mungu. Sasa ni Mungu anamwambia. Mungu akamwambia, Bwana asema hivi. Aya, akamwambia tabiri. Akamwambia utabiri upepo mwanadamu, ukauambie upepo, Bwana akasema hivi, njoo kutoka pande za pepo 4, pumzi, ukawapuzie hawa waliouawa wapate kuishi. Mpe Yesu makofi. Pasipo pumzi wasingeishi. Wakwambia leo uhai wetu uko katika huyu Yesu. Sema Yesu ndio njia, kweli na uzima. Wakati mmoja Yesu akakutana na wanafunzi wake. Nisikize tunapomaliza kwa ufupi. Alipokutana na wanafunzi wake wako pale. Yesu sasa hiyo alikuwa ameondoka, amekufa. Halafu ikatokea amerudi. Akafufuka. Alipofufuka kuna kitu kimoja alifanya. Akaongea na wanafunzi wake. Baada ya kuongea nao, Biblia inasema aliwavuvia. Kuwavuvia kwa Kiingereza ni breathing on them. Alifanya. Naomba tusome hapo. Some tu ili useme, usione kama ni maneno yangu. Ni vizuri kusoma maandiko. Iko kwenye kitabu cha John. Naomba mtumishi wa Mungu, Yohana 20:18. Huyu Yesu tunapoongea kuhusu pumzi, ndio tunaongea kuhusu the breath of God in your life. The breath of God, pumzi ya Mungu kwa maisha yako. Anapokupumulia pumzi hii, wapendwa, mambo yako hayawezi kuwa the same. Umeipata? Kitabu cha John chapter 20 verse 18 inasema Yesu awatokea wanafunzi. 23, nisome basi. Amen. Kitabu cha Yohana 20 mstari wa 22. Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Pokeeni Roho Mtakatifu. Aliwafanya, akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Alipoambia hivyo, akawaambia yale mambo yatafanyika. Akasema wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Naomba tusimame. That is a breath you need in your life. Pumzi ya Yesu Kristo. Tumeongea kuhusu fanya uchaguzi wako very wise. Usifuate watu, usifuate madini. Naambia kwa watu wewe ndio kanisa. Wewe ukikosa kuwa kanisa, hata mahali unaenda kanisa ni kazi bure. Sababu hiyo kanisa haiwezi kupeleka mbinguni. Kanisa haitakufanya ati umuone Mungu. Moyo wako usipomuona Mungu wewe personally, wewe, hata ibada yote unafanya ni useless. Wacha nikwambie ukweli tu. Hakuna mtu atalipwa atijia kwenda kanisani. Wewe ni kanisa wewe. Wewe, maisha unayoishi, moyo wako ndio madhabahu. Madhabahu si pale mbele ati watu wanapelekaga ate sadaka, tumepeleka. Ndio maana unaona hata Yesu anasema hivi, unapoenda kumtolea Mungu sadaka, alafu ukumbuke kuna mtu mmekosana naye, wachana na hiyo sadaka. Nenda kwanza mkaelewane naye. Lakini kizazi cha leo kiko hivyo kweli? Kizazi cha leo hakiko hivyo. They ignore everything about God. They want to give offering na wanaambiwa zinafikia Mungu. It doesn't matter kama uliwacha bibi yako, kama umetesa watoto wako wanakufa njaa, kama unaishi maisha ya usherati, wewe bora uletee pastor sadaka. Ndio maana unakuta hata wazee wa kanisa ambao wamewekwa mbele, wanawekwa kulingana na viwango vyao. Sio kwa sababu wana mbegu ya Mungu, hapana. Kwa sababu huyu ni bilionea, huyu ni trilionea, huyu naye ana uwezo wa kufanya hivi, huyu analipa rent ya kanisa. That is a problem. Lakini kuwa wise. Usifuatane na pastor ambaye anakuongoza kwa njia mbaya na unajua ni mbaya na unaifuata kwa sababu anakuongelesha maneno mazuri.
You better make decision. You must follow God, not people. The Bible says we should obey God more than people. Mpe Yesu makofi. God more than people. You must obey God. Utiifu unaanza na Mungu. Sababu nafsi yako siku ile utafungiwa, usije ukafungiwa ukakuta pastor ameingia na wewe umefungiwa na ulikuwa mshirika. Ama mshirika anaweza ingia na pastor afungiwe. Anything can happen. So it is about you and God. Naomba ufumbe macho popote ulipo. Umesikia ujumbe huu na unasema unahitaji mafuta. You need that oil. Unahitaji maisha. Unahitaji mafuta katika taa yako. By your own, kwa uwezo wako hauwezi. It doesn't matter ni weakness gani uko nayo. Haijalishi ni kama ni kwenye ulevi, kwenye usharati, moyo wako ni mchafu, umejaa revenge. Hayo yote hakuna kitu Mungu hawezi kusamehe. Mungu ana uwezo wa kukusamehe wakati ambapo utachukua haya mafuta ambayo ni Yesu Kristo. You need this oil kwa maisha yako. Itakuwezesha kushinda weakness. Itakuwezesha kushinda hizo dhambi ambazo zinakuweka chini. Hizo dhambi ambazo zinaweka milango ya shetani kwa maisha yako. Hiyo dhambi ambayo inafanya ubaki kwenye kifungo. When you welcome this oil kwa maisha yako, you shall be set free. Uko hapa hujawahi kuokoka, ama ulikuwa umeokoka ukarudi nyuma, I just want to lift up your hands, we pray together. Wewe ndio unahitaji kununua mafuta. Mafuta unahitaji kununua, and this is how you buy it, kwa kumwamini Yesu Kristo. Unapomwamini Yesu Kristo, unapokea hayo mafuta ambayo yanakuwezesha kufanikiwa kwa yote hapa duniani mpaka kwenye uzima. Inua mkono wako juu. Popote ulipo unasikia sauti hii, unasema unataka kuokoka. You want to give your life to Christ. Unataka kurudisha uhusiano wako na Yesu Kristo. Labda ulikuwa umerudi nyuma. The problem sio kurudi kwako nyuma. The problem is kuinuka. Mungu anatuita kuinuka. Ndio anasema Isaiah 1:18, come we reason together. Hata dhambi zako zikiwa aje, yeye atakusamehe. Atakuonyesha njia. Atakufanya ukule mema ya nchi ukisikia. Lakini usiposikia, utafungiwa tu nje, wapendwa. Naomba inua mkono wako juu ambaye umefanya uamuzi wa moyo wako, sababu kila kitu kinaanza na moyo wako. Nataka urudie maneno haya, wewe ambaye unamaanisha kwa moyo wako. Nasema I want a new life in Christ. Rudia maneno. Sema Bwana Yesu, naja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu. Fute majina yangu kwenye kitabu cha mauti. Andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima. Tangu leo nimeokoka. Nimemkataa shetani na kazi zake na dhambi zake na uongo wake na uovu wake. Nimekuamini wewe Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimeokoka. Nimekiri kwa kinywa changu. Nimeamini kwa moyo wangu. Mbele ya mashahidi. Asante Bwana kwa kuniokoa. Asante kwa kuniponya. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Baba, nasema asante kwa huyu ambaye amekiri kwa kinywa akarudia maneno hayo. Hakika Mungu wewe ni mwaminifu. Wewe sio Mungu wa kupendelea. Umesema yoyote ambaye anakuitia jina lako anapokea wokovu. Asante kwa huyo ambaye amesikia katii akaliitia jina lako. Asante kwa sababu umemuokoa. Asante kwa sababu umemfanya kuwa kiumbe kipya. Asante kwa sababu unatenda jambo jipya kwa maisha yake. Ni katika jina la Yesu Kristo. Nguvu zote za kigiza, mambo yote ambayo shetani alikuwa amemweka kwenye utumwa wowote, kuanzia sasa yuko free. The mighty name of Jesus Christ, because the Son of God, whoever you set free is free indeed. Kwa hivyo huyu yuko free katika kila jambo. Hakuna laana zozote zinamfuata. Hakuna uovu wowote unamfuata. Hakuna dhambi zozote zinamfuata. Asante Mungu kwa sababu umemsamehe na umemtakasa. In Jesus name. Mpe Yesu makofi. In Jesus name. Sema amen na umpe Yesu makofi. Wewe ambaye umeokoka, usiondoke. Watumishi wa Mungu wako hapa watakuhudumia, watakupa ushauri, kwa sababu umeanza maisha mapya sasa. Huko hapa unahitaji lolote, una mgonjwa hospitali, au wewe mwenyewe ni mgonjwa, au kuna jambo linakusumbua, nataka uinue mkono wako juu. Nenda tu mbele za Bwana, mwambie Mungu hilo hitaji. Funga macho yako. Jifunze kuongea na Mungu, usiangalie watu. Watu hamna mahali watakusaidia, hamna chochote. Hata hamna kitu. Usiogope watu. Kuwa mtu wa kumwogopa Mungu zaidi ya watu.
Usijibebe na heshima zako. Sisi wanadamu heshima zetu hazitusaidiagi wala hazituinui, lakini unapomjua Mungu. Daudi alikuwa mfalme mkubwa, alimchezea Mungu mpaka nguo zikatoka. Hakuwa mjinga, ndio aliitwa a man after God's heart. Mungu hakumwacha, Mungu alimpigania akamsaidia. Usiwe mtu wa kuogopa wanadamu wote zaidi ya Mungu. Muogope Mungu. Inua mkono wako juu tunapoomba pamoja. Baba, angalia mikono ya watumishi wako, kila mmoja ameinua mikono yake, anaonyesha surrendering to you, kwa sababu Baba hatuwezi kunyenyekea kwa yoyote yule isipokuwa wewe. Hatuwezi kunyenyekea kwa shetani, hatuwezi kunyenyekea kwa miungu, hatuwezi kuabudu miungu yoyote ile. Tunajua Baba, wewe unajua mahitaji yetu yote. Baba, unajua mahitaji ya watumishi wako. Kila mmoja ameinua mkono wake, una represent hitaji lake. Wengine wanataka kuinuliwa kibiashara, wengine ni hali ya afya zao, wengine ni hali ya ndoa zao, wengine ni hali Baba tofauti, wengine ni kesi ambazo walisingiziwa, wengine ni kweli wako katika kesi na Baba walikosea, lakini wewe ni Mungu wa urejesho. Ninaomba kibali chako na favor. My Father, may you set your people free in each and every area ya mahitaji yao, katika jina la Yesu Kristo. Wanaohitaji uponyaji wakapokee sasa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Receive your healing now in the mighty name of Jesus Christ. Hiyo uchungu iko kichwani, hiyo uchungu iko kwa mabega, hiyo uchungu iko kwenye magoti, ikaondoke sasa katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, hiyo ulcers ikapone sasa in the mighty name of Jesus Christ. Hakuna chochote ambacho hakiwezi kutii na kusikia sauti ya Bwana, sababu hilo ndio jina tulilopewa, jina la Yesu Kristo. Tunapoliitia, magonjwa yote, mapepo, laana yote yanaanguka, yote yanatoweka na yanaondoka. Ninanena jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Asante kwa uponyaji. Asante kwa sababu umetenda. Asante kwa sababu unakomboa watu wako kama jinsi ulivyowakomboa hata wana wa Israeli kutoka Misri, ukawatoa utumwani. Nina declare na kuspika, wote watatolewa katika mautumwa walionao, ni magonjwa, ni ukosefu wa kazi, ni umaskini, wakatoke sasa katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu, because they are set free. Kibali chako na baraka yako iwe juu ya watu wako, wapiganie, wasaidie kwa yote. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba yote tukiwa tumeamini. Sema amen. Mpe Yesu makofi. Umwambie Mungu asante kwa sababu Mungu ametenda. Mungu ni mwaminifu. Mungu sio mwanadamu. Mungu akubariki sana. Tutaonana kesho majaliwa. Karibisha marafiki zako waje wajifunze. Hiyo ndio kitu cha maana sana. Karibisha marafiki zako waje wasikie ujumbe wa Mungu. Wapendwa, hatuhitaji kuongea kuhusu laana, hatuhitaji kuongea kuhusu mali, hatuhitaji kuongea kuhusu sijui pesa. Ukiwa na Mungu una vyote. Money and gold belongs to God. Silver zote ni za Mungu. Maisha unayopumua ni Mungu amekupa. When you have God, you have everything. Even what you don't know what to do, the situation you are in, you don't know what to do, God knows what to do. Wanafunzi wa Yesu walikwama wakati walikuwa pale wako kwenye desert. Hawakujua watu watakula nini. Watu walikuwa ni wengi. Lakini wapendwa, Yesu aliwauliza swali, akawauliza akijua kile atafanya. So even today, Yesu anajua kile atafanya. Ni hauna mtoto, anajua kile atafanya. Hauna kazi, anajua kile atafanya. What you need is this Jesus. As long as you are with Jesus, you are safe. Even if you are in a desert, even if you are going through hard times, nakwambia as long as you are with Jesus in that desert, lazima utakula, hautakufa. Mungu awabariki sana. Amen.